Kama wewe ni mtaalamu wa chemistry hasa upande wa practicals, kuna mambo kadhaa ambayo ni ya msingi sana na ukiyazingatia yataweza kurahisishia kazi. Jambo la kwanza ambalo unapaswa kuzingatia, tutazungumzia wakati wa preparations of solution. Katika eneo hili ni muhimu sana kwa sababu ndilo linakuwa limebeba yale matumizi, vile ambavyo vinaenda kutumika katika practicals, iwe ni volumetric, iwe ni qualitative, iwe ni kinetics au advanced. Tukija katika redox, titrations, thermochemistry, tukija katika qualitative analysis, tukija katika rate of reaction, zote hizo lazima utakutana na kemikali au material ambayo unapaswa kuandaa, hasa kwa upande wa solutions, chemical solutions. Katika jambo la kwanza ambalo tunapaswa kulizingatia na ni muhimu ni kwamba nini ambacho tunaenda kuandaa sisi, au wewe ambayo unaandaa nini ambacho unaenda kuandaa. Kumbuka kwamba katika chemicals kunakuwa na aina nyingi za chemicals na zinatofautiana katika nature, katika muundo wake na namna ambavyo zinapaswa kuandaliwa. Kwa mfano, tunapokuwa tuna prepare hydrogen peroxide ni tofauti na tutakavyoenda kuandaa hydrochloric acid au ammonia solution au sulfuric acid. Kwa nini ambacho unaweza kuandaa? Na kitu cha pili ni kwa ajili ya nini? Yaani wewe unaandaa ile practical kwa ajili ya nini? Kuna namna moja kwa ajili ya mazoezi, manake unaweza kaandaa amount ndogo ambayo ikaweza kutosheleza. Lakini vile vile kama ni examinations, una watu wengi sana, kwa maana kila mwanafunzi anaenda kusiti peke yake, anakuwa anatumia kila mtu peke yake. Unaandaa solution hizo, unaandaa kemikali hizo kwa ajili ya nini? Ni jambo la msingi sana, kwa sababu ukiambiwa prepare for normal exercise itakuwa ni tofauti na tension ambayo utakuwa nayo ikiwa unaandaa mtihani, na mitihani vile vile inatofautiana. Kuna mitihani ambayo unakuwa una set kwa ajili ya wanafunzi wako wa ndani, lakini vile vile kuna unaandaa kwa sababu ya NECTA examinations. Kwa hiyo hizi tensions zinakuwa zinatofautiana na umakini unakwenda kutofautiana. Kwa hiyo lazima ujue unaweza kuandaa solution hizo kwa ajili ya section ipi au kazi ipi. Lakini jambo lingine ni muda gani ambao unakuwa nao. Kama ni content ndogo, unakuwa hauna wasiwasi, hakuna anayekusimamia na tension inakuwa ndogo. Sasa unaandaa kwa muda upi? Kama ni NECTA examinations, kwa maana kunakuwa na 3 hours. Kwa lazima ujipange kwamba katika muda huu nitakuwa tayari nimekamilisha kazi yote ambayo inahusu preparations na setting nzima ya mitihani ambayo inakuja kufanyika. Lakini jambo lingine ambalo unapaswa kujua kwamba idadi ya wanaokwenda kutumia, kwa maana wale ambao wanaenda kutumia ndio msingi mkubwa watakuweza kukupa amount ambayo unaenda kufanya preparations. Kwa mfano, mtu ambaye ana consumers zaidi ya 50 ni tofauti na mtu atakayekuwa na consumer wale ambao wanaenda kutumia, na supply yake inakuwa kwa muda mfupi. Mwingine anakuwa na watu 20, wewe unakuwa na labda 70. Kwa lazima ujue kwamba ni aina ngapi za kiwango ambacho naenda kuandaa, kwa maana volume ambao naenda kuandaa, ili niweze kutimiza ile kazi nzima ya preparations. Lakini jambo lingine, baada ya kujua kila ambacho naenda kuandaa, kitakutengenezea nini ambacho unaenda kuandaa katika containers. Kwa mfano, kama una chemical solutions za aina 2 tofauti, lazima uandae container 2. Kama ziko 4, lazima uandae ziko 4 separate, na hakikisha ziko safi na ziko labeled ili uweze kuandaa katika hali ya umakini na kila kitu ikae sehemu yake na matumizi, ili usiweze kutengeneza ile hali ya contamination. Kwa mfano, ukichukua sodium thiosulfate ukaiweka karibu sana na asidi yoyote, inaweza ikaharibika sodium thiosulfate na ukapata short. Either kama content imeisha store, unaweza kupata challenge na inaweza ikawa kesi kubwa. Lazima uandae na uweze kutenganisha container za hapa
inaingia hii mpaka zote ziweze kukamilika. Lakini jambo kubwa ambalo unapaswa kutolisahau ni issue ya safety. Kama mtaalamu unapaswa kujilinda kwa ajili ya maisha yanayoendelea. Lazima uwe na protective PPE au lazima uwe na gloves, uwe na mask kwa chemicals ambazo zinakuwa na ulazima mkubwa kama hydrochloric acid na kuwa na fumes. Lazima uwe na mask, uwe na goggles ambayo itakuwa ina cover katika sehemu ya uso wako. Ni jambo la msingi sana. Karibu sana hapa.